Tulipoishia ndio hapo tunapoendelea mzee. Kwa kuwa kila mtu alikuwa busy na mambo yake, hivyo hamna mtu aliyemwona mwenzie. Na Mshie kaondoka, ila nyuma yake Mwamba kamganda leo hadi kieleweke mzee. Ila na Mshie kaona kama Mwamba anamfuatilia hivi, hivyo alikaa na kutuliza kichwa, anawezaje kumkwepa huyo jamaa. Akili ilimjia kwa haraka haraka, akaona ngoja abadilishe nguo. Kaenda mpaka kwa mdada fulani alikuwa anauza nguo za mtumba, kavaa sweta jeupe na kofia, huko akimwangalia hiyo jamaa vipi anamuona. Kisha huyo kaondoka, ila Mwamba bado yupo naye hadi kieleweke leo. Mkimbizano na Mshie na yule Mwamba uliwaleta mpaka upande huo hapa. Kuna mkusanyiko wa watu wengi wakiangalia watu wana dansi hapa. Hivyo na Mshie akaona bora ajibanze hapo kwenye mkusanyiko wa watu ili angalie Mwamba anamchoropokaje. Maana anaona akifanya masiara leo nafa. Ila huyu Mwamba alikuwa makini sana, hivyo hakutaka kumpoteza na Mshie. Mwamba shingoni kwake ana alama fulani ya nyoka. Muda ule ule na roboti naye akawa anaingia. Kwa maajabu zaidi na roboti naye kavaa kama alivyofanya na Mshie. Huyu Mwamba alivyokaa kama kuna kitu hivi kikamgusa. Hivyo alishtuka na kugeuka nyuma. Na Mshie akaona hapa ndo penyewe hapa. Akaona bora jitoe mdogo mdogo asepe. Sasa yule Mwamba alivyorudisha macho mbele, anaangalia alipokaa na Mshie amuone. Hivyo ikabidi angaze huku na huku. Ila anaangalia mbele yake akamuona. Hivyo alizani kuwa amebadilisha tu upande. Katoka huku kahamia huku. Bila kujua na Mshie muda mrefu kashaondoka. Aliyobaki hapo ni yule roboti. Yule roboti naye akawa anaondoka. Mwamba na yeye king'ang'anizi kama kupe mzee. Yupo naye. Walifuatana mpaka huku. Roboti ilivyovuka, taa zikaruhusu gari zipite. Hivyo ikawa ngumu huyu Mwamba kuvuka. Hii ndio inaitwa kula kwa macho. Ukisikia kula kwa macho ndio hii. Mwamba yule anaondoka, yanabaki tu kumwangalia kwa mbali. Na Mshie mwenyewe huyu huku anaongea na simu, anamwambia bodyguard wake kuwa amevamiwa. Kuna Mwamba anataka ampeleke hela. Bila hela demu wake atabaki bachela, eti bachela atabaki singomaza. Tunafika huku hapa. Mama akawa anaandaa vitu vyake kupaka kwenye gari, ila yule roboti amuoni. Mama anamwambia mzee, na Mshie ilibidi awe hapa. Roboti yupo huku hapa, amenunua ua ili akampe zawadi mama yake. Ila ametembea amefika mpaka mbele, akasimama, akahisi kama kuna kitu nyuma yake. Ila anageuka, wanagongana macho kwa macho na Mshie. Na Mshie naye anamwangalia Mwamba, mbona mfana naye ni nani? Na Mshie kashika ubumbuazi. Hivyo alikuwa anasogea mbele bila kujua kuwa pale ni babalani. Gari ikatokea huko ikampitia mzee. Roboti akaachia ua pale pale. Bahati nzuri ajali inatokea, mama yake na Mshie kuwa mbali. Hivyo naye alivyoangalia vizuri akaja akagundua kuwa ni mwanaye. Mzee alivyoona watu wanazidi kuongezeka, ikabidi amtoe roboti kabla hajampiga picha. Mzee ilibidi ambebe yule roboti na kumrudisha nyumbani. Tunafika kwenye ile gari ile mgonga na Mshie. Huyu dereva akili jamkaa sawa. Anakumbuka ya kwamba kipenda kumgonga na Mshie aliwakuta wawili. Mara yule jamaa aliyomtuma akawa anakuja. Dereva alikuwa anasema, "Mimi niliwaona kabla hajamalizia tu alipigwa risasi." Ni yake amwambia niliona wawili. Yule mhalifu kisha akawapigia simu huku na kuambia kuwa tayari na Mshie shamuua. Mzee akamwambia rudi haraka huko kabla hajakamatwa. Mzee katabasamu baada ya kusikia na Mshie kadedi. Tunakuja huku hapa, kuna gari wapo, anaendesha hiyo gari ni bodyguard wa na Mshie. Huyu bwana amekuja kumfuata na Mshie. Zungumzo la kumfuata ya kutangaza gari lao mpya. Gari hiyo ni new model ya kujiendesha lenyewe. Hivyo na Mshie yeye ndio kutolea maelezo kwa kwenda walitengeneza. Hivyo waandishi wa habari washaitwa, anayesubiriwa ni na Mshie tu. Simu hapatikani. Kwa kuwa address ya mama yake anaye, hivyo akili yake kamtuma itakuwa ipo kwa mama yake. Alifanikiwa kufika kwa mama yake na Mshie. Akawa anagonga mlango huku akimwita na Mshie, "Najua upo ndani humo. Fungua mlango." Roboti akafungua mlango na kumchungulia. Mwamba alikuwa na maneno, kamshika mkono kumvuta na kuteremka naye chini ili ambaye mwenye gari aondoke naye. Roboti alipofika chini akamwambia Mwamba niachie. Kisha akamuuliza, "Wewe nani? Hivi wewe na Mshie umevuta bangi? Wewe mimi unijui au? Nimekutafuta hoteli zote sijakuona na simu zako zote zipatikani. Mimi sio na Mshie, mimi ni roboti." Sasa Mwamba haamini. Anashangaa wewe na Mshie ni roboti umekuwa lini ndugu yangu? Kipindi ubishano unaendelea dhidi yao, mara akaingia gari ya wagonjwa na kushushwa na Mshie akiwa ni kitanda. Hapo ndipo huyu Mwamba akaamini kuwa alikuwa anaongea na roboti. Mama akawa na wasiwasi baada ya kumuona yule jamaa. Hivyo akamuuliza wewe nani?
mtaani. Ikabidi waingie ndani na jamaa ajieleze kuwa yeye ni bodyguard mpya wa Namshi. Sasa bodyguard alikuwa anamwambia mama inabidi Namshi anahitajika kwa utafanyaji. Mama akasema basi iwe siri, baada ya huyu aende roboti. Mama akatoka na kuongea na roboti. Roboti akakubali. Sasa ikabidi waanze wampikishe tizi ili akaenda kule asije akazingua, maana Namshi alikuwa na dharau sio poa. Hivyo basi inabidi atembee kama yeye. Akikosea anamrekebisha. Bwana yule mwamba alikuwa mjeuri, sio na inamanama ovyo ovyo. Wewe hawachumu hivyo, hii midomo isikutane, unabana mdomo kidogo kwa ndani afu unamweka. Yeye akivaa shati huwa afunge vishikizo vyote viwili, lazima viachie mzee. Hapo sawa mwanangu, umeshaiva. Sasa akawa na mtesti, je, dharau zipo? Dharau zipo mzee. Kwa hiyo zoezi ikawa limeishia hapo. Tunakuja huku mkurugenzi kashajimilikisha mzee. Kashajua Namshika kashadedi. Hivyo hawezi kuja. Gari kama mnavyoliona halina dereva, halina mtu yote. Milango imefunguka, angalieni mbele. Ni gari moja ya kisasa sana ambayo haijawahi kutengenezwa na sehemu yoyote zaidi ya sisi wenyewe, PK Motors. Hata milango ya nyuma kadhalika. Na yenyewe ni hivyo hivyo. Angalieni mlango wa nyuma naye pia hamna mtu. Watu Mkurugenzi akashtuka, kuna nini? Inageuka nyuma. Mguu hapo unashuka mzee. Roboti kashatimba mzee. Mkurugenzi kabaki tu mdomo ng'oa, huku moyoni akijiuliza ina maana Namshi hajadedi.